Imani mwenzenu nimepita changamoto, kipindi hicho ni bado mtoto, maisha yangu yalikuwa ya moto. Kipindi hicho ninaungaunga, nipate pesa ninunue japo unga, najichanga maisha weze songa. Maisha ya zamani so ya sasa, huyu Yesu kanibadilisha. Maisha ya kuungaunga yale yamepita, nipige picha utanikuta Insta yo. Nipige picha yo, nipige picha nipige picha nifananishe na zamani, hivi ndo yule niloshindaga juani. Nipige picha nifananishe na zamani, hivi ndo yule waloniita milikatuni. Nipige picha utanikuta Insta, nipige picha utanikuta Twitter, nipige picha utanikuta YouTube. Mimi ichonipata sijajua kwa sababu nilikuwa nimemaliza darasa 7 tu vizuri, nikaingia kidato cha kwanza. Ila kwenye kufanya kusoma nikaa naongeza bidii. Sasa nimefanya mtihani mwezi wa 6 nakumbuka. Kuja kufungua shule ile kwa mwezi wa 7, kuja kurudi nikawa naona, yani kwanza kipindi hicho nilikuwa naona ukungu, nikawa nachukulia hali ya kawaida. Macho kusumbua kama hali ya kawaida. Ndio. Baada hapo nikaja kurudi shule, nikajikuta sasa uone umepungua kiasi kikubwa, kwa sababu siwezi tena kusoma ubaoni. Siwezi kuandika, maana naweza nikaandika kidogo lakini baadaye mwisho wa siku nikaona daftari leupe. Kwa hiyo basi hiyo changamoto ilipotokea, nikabidi niache shule na nikaanza kwenda hospitali, ndo nikaja kugundulika na pressure ya macho. Namshukuru Mungu sijafanikiwa pakubwa sana, lakini kwa kiasi gospel imenifanya kwanza niwe mwalimu wa kwaya. Ndio. Yes, yani hiyo kwangu naona mafanikio makubwa sana, kwa sababu sikuwa huko nyuma mwalimu wa kwaya. Okay. Ila kwa sasa hivi ninafundisha kwaya, niko kwa mchungaji Betoni pale Nunge. Okay. Nafundisha revival na peace choir. Kwa mafanikio hayo na mengine tu kwa na kwaya nyingine ya Shalom, yani zipo nyingine kwa nimefahamika kupitia muziki. Nipige picha utanikuta Insta.